Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo lingine kwa taifa la Iran kuhusu hatua yoyote ya kijeshi kutoka kwa nchi hiyo yenye lengo la kuvuruga usafirishaji wa bidhaa za mafuta kupitia mlango wa safari za meli wa Hormuz. Trump katika ujumbe wake mtandaoni amesema ikiwa Iran itafanya chochote kinachozuia usafirishaji wa mafuta ndani ya mlango huo, basi itashambuliwa na Marekani mara 20 zaidi kuliko mashambulio yanayoendelea katika ardhi ya Iran kwa sasa hivi. We have a lot of Navy ships there. We have the best equipment in the world inspecting for mines. Again, most of their ships are down at the bottom of the sea, but we will hit them so hard that it will not be possible for them or anybody else helping them to ever recover that section of the world. Takriban 20% ya mafuta duniani hupita kwenye mlango huo wa bahari, na vita hivyo vimepunguza sana safari za usafirishaji mafuta baharini na kusababisha bei ya mafuta duniani kupanda. Wakati huo bei ya mafuta duniani ilishuka mapema siku ya Jumanne asubuhi barani Asia, ambapo bei ilishuka kwa takriban 8.5 kwa pipa la dola 92.50. Mafuta yaliyouzwa Marekani pia yalishuka kwa takriban 9% hadi dola 88.60 kwa pipa. Kushuka huko kunafuatia matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumatatu kwamba vita vitaisha hivi karibuni. Wakati huo mabalozi wa Umoja wa Ulaya wanafanya mkutano wa video na viongozi wa Mashariki ya Kati kujadili hali ya usalama katika eneo hilo. We will always defend and uphold the rules-based system that we help to build with our allies. But we can no longer rely on it as the only way to defend our interests. Afisa mkuu wa usalama wa Iran Ali Larijani amesema kupitia mtandao wa X kuwa ni vigumu sana kuwepo usalama katika mlango huo wa bahari wa Hormuz wakati vita vilivyochochewa na Marekani na Israel vinaendelea katika eneo hilo. Kauli ya Larijani inakuja baada ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kusema kuwa Ufaransa na washirika wake wanajiandaa kuanzisha operesheni ya ulinzi ili kuruhusu biashara kuendelea kupitia mlango huo wa bahari. Mlango wa Hormuz ni njia muhimu ya bahari inayotumiwa na nchi zinazozalisha nishati kama vile UAE na Qatar kusafirisha mafuta na gesi ya asili iliyoyeyushwa kwenda katika masoko makubwa kama vile China, India, Korea Kusini na Japan. Vita vinavyoendelea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati sio tu vimeleta taharuki kote duniani, lakini pia katika sekta ya uchumi. Ikumbukwe kwamba eneo la Mashariki ya Kati hutoa mchango mkubwa wa mafuta kuelekea barani Afrika kupitia shirika la udhibiti wa soko la mafuta duniani OPEC. Kenya kama mataifa mengine imo hatarini kukumbwa na mfumuko wa bei za bidhaa kutokana na vita hivyo. Licha hakikisho kutoka kwa waziri wa kawi nchini Kenya Opiyo Wandayi kwamba Kenya ina hifadhi ya kutosha ya mafuta na gesi, kuna wasiwasi mkubwa wa Kenya kuathirika iwapo vita hivyo vitaendelea kwa muda mrefu. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Joseph Jira. Coco FM, ladha ya Pwani.